Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Kuna wakati kazi ya sanaa inaweza kuzuiwa na lugha inayotumika. Ni muziki pekee umefanikiwa kuvuka mipaka ya kuwaburudisha binadamu bila ya kujali utaifa wala lugha wanazotumia. Mzungumzaji wa Kiswahili anaweza kuburudika na wimbo kutoka Nigeria bila ya kuelewa kinachoimbwa. Lakini tunapokuja katika masuala ya maigizo, kulikuwa na shida kidogo, hasa kwenye vichekesho, kwani vichekesho vingi sana hutegemea mazungumzo. Lakini katikati ya hayo, dunia inapata baraka ya kuwa na mchekeshaji Charlie Chaplin, ambaye vichekesho vyake vilivuka mipaka ya lugha, kwani yeye hakutegemea maongezi katika kuchekesha. Vitendo vyake tu vilitosha kumburudisha mtazamaji. Hivyo leo ni wakati wa kujua maisha halisi ya mchekeshaji huyu nje ya kile tunachokiona katika luninga. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Muonekano wa rangi nyeupe na nyeusi katika filamu za Charlie Chaplin si editing ya kufurahisha macho, bali ni kwa sababu filamu hizo zilirekodiwa miaka ya zamani sana, kipindi hakuna teknolojia ya kurekodi filamu za rangi. Hapa nazungumzia miaka 1900 mwanzoni kabisa. Charlie Chaplin alizaliwa mnamo tarehe 16 April mwaka 1889 huko jijini London, Uingereza, na jina lake kamili anaitwa Charles Spencer Chaplin. Safari ya maisha yake ilianzia chini kabisa, kwani baba yake alikuwa mlevi wa kupindukia, jambo lililofanya ashindwe hata kuhudumia familia yake vizuri, na hilo lilikuja kuthibitika pale alipoamua kuikimbia familia hiyo muda mfupi tu baada ya Charlie kuzaliwa. Hivyo mkewe ambaye ni mama yake Charlie alitakiwa apambane peke yake kuhudumia familia ya watoto wawili. Licha ya hivyo, mambo hayakuwa mabaya sana, kwani mama yake Charlie Chaplin alikuwa ni mwimbaji na mwandishi wa maonyesho ya drama na muziki katika kumbi mbalimbali, na jina lake la jukwani alijiita Lily Hali. Lily alikuwa akitegemea sana kipaji chake katika kuhudumia familia, lakini kadiri siku zilivyozidi kwenda, mambo hayakuwa upande wake, kwani alikumbwa na ugonjwa mbaya sana wa akili kiasi cha kuwekwa katika sehemu za uangalizi wa watu wenye matatizo ya akili. Baada ya muda akapona, akatoka na kuendelea na kazi yake kama kawaida. Lakini huo haukuwa mwisho wa matatizo. Siku moja akiwa anaimba katika jukwaa fulani, ghafla sauti yake ya kuimba ikatoweka. Ilikuwa ni kama mtu asiyejua kuimba kabisa na anajaribu kuimba. Wengi wangesema amerogwa, lakini ukweli ni kwamba jambo hilo lilionekana kama tatizo, lakini nyuma yake kulikuwa na baraka kubwa ambayo ilikuja kubadilisha maisha yao kabisa. Lily alikuwa anapenda sana kwenda na mtoto wake Charlie katika maonyesho haya, na mara kadhaa alikuwa akimsikia mtoto wake akiimbaimba nyuma ya jukwaa. Hivyo baada ya sauti yake kukauka kwa haraka ili wasitoke mikono mitupu, ilimbidi amvute mwanaye wa miaka 5 ili awaimbie watazamaji. Kama ujuavyo, kipaji hakijifichi, na Lily hakukosea, kwani tofauti na mama yake alivyotaka afanye, Charlie alifanya kitu cha tofauti sana. Badala ya kuimba tu kikawaida, Charlie aliamua kuimba katika namna ya kuchekesha, akimuigiza mama yake alivyokauka sauti. Umati ulilipuka kwa kicheko, kila mtu alikuwa akicheka sana, lakini moyoni kwa Charlie Chaplin kulikuwa na maumivu makubwa kuigiza tatizo la mama yake. Usiku huu ulikuwa ni wa kihistoria, kwani ni mara ya kwanza Charlie anaonyesha kipaji chake, lakini ndio ulikuwa usiku wa mwisho kwa mama yake kuwa na sauti ya kuimba, kwani kama ilivyotoweka haikuwa ikurudi tena mpaka anafariki. Hivyo hali ya kiuchumi ikawa ngumu sana, kiasi kwamba wakawa hawana hata pa kukaa. Hivyo wakatengeneza nyumba ya muda mfupi katika mitaa ya watu wa hali ya chini sana huko London. Ikafika muda Charlie akaanza kuwatumia watu waliokuwa wanafanya kazi na mama yake, na baada ya muda akaunda kundi la kucheza muziki kwa staili ya clog dance, yani wale wanaocheza wakigongesha viatu chini. Kwa bahati mbaya, hata kundi hilo halikufanya vizuri sana. Wakati akiendelea na hayo, Charlie alikuwa akifanya kila aina ya kazi iliyokuwa mbele yake, kuanzia kuuza magazeti, kusafisha viatu, mpaka kuwa kijana wa kutumwa. Haikupita muda,
akapata nafasi ya kuigiza kutoka kwa waandaaji wa maonyesho walioitwa Sherlock Holmes, na kupitia hapo mwaka 1908 akakutana na mtu aliyeitwa Fred Kano, mchekeshaji aliyekuwa tayari ana jina na alikuwa anafahamika sehemu mbalimbali barani Ulaya mpaka Marekani. Hivyo Charlie akaanza kufahamika zaidi kuanzia hapo, na kupitia maonyesho yaliyokuwa yakiandaliwa na Kano, Charlie Chaplin akapata nafasi ya kuonekana machoni mwa maandaji wa filamu wa Kimarekani aliyeitwa Mack Sennett, ambaye alimpa mkataba Charlie wa kumlipa dola 150 kwa wiki. Hiyo haikuwa pesa ndogo kwa wakati huo, na hata sasa sio pesa ndogo kwa wengi wetu, yaani ni makadirio ya $370,000 hivi. Akiwa katika mkataba huo, Chaplin alitakiwa kutembelea studio za kampuni ya Motion Pictures ambazo alidhani anaweza kuchukua nafasi ya mwigizaji Fred Mace ambaye alikuwa anataka kujitoa katika kampuni hiyo. Charlie hakuwa akipenda kurekodiwa, lakini ilimbidi tu. Njia ya mafanikio ilionekana kuwa wazi mbele yake, lakini kukawa na tatizo jingine ambalo ni umri wake. Charlie alikuwa na miaka 24 tu, na nafasi aliyotakiwa kuigiza ilimhitaji mtu awe na mwonekano wa kiutu uzima. Hivyo Charlie akaamua kuchagua mavazi ya aina mbalimbali ili kupata mwonekano mpya. Kwa maneno yake anasema, nukuu, "Nilitaka kila kitu kichanganye watu: suruali pana, koti linalobana, kofia ndogo na viatu vikubwa. Nikaweka na mustachi ambao nilifikiri ungenifanya nionekane na miaka mingi." Mwisho wa kunukuu. Katika kufanya hivyo ndipo akazaliwa mhusika aliyempa jina la The Tramp, mhusika ambaye wengi tumemjua na kumpenda na kumpokea kama ndio mwonekano halisi na unayemwakilisha Charlie Chaplin. Baada ya kuigiza filamu yake ya kwanza tu, Charlie alianza kupata umaarufu mkubwa sana, kwani mwaka 1914 hadi 15 aliigiza filamu zaidi ya 30. Ikafika kipindi akaanza kuandaa filamu zake mwenyewe. Umaarufu huja na mengi. Charlie Chaplin hakuwa maarufu katika filamu tu, bali pia katika masuala ya wanawake. Alikuwa akifahamika kuingia katika mapenzi na karibu kila mwanamke mzuri aliyekuwa mhusika katika filamu zake. Mwaka 1918 alimwoa binti wa miaka 16 aliyeitwa Mildred Harris, na ndoa yao ilidumu kwa miaka 2 tu. Mwaka 1924 akafunga ndoa tena na mwigizaji mwenye miaka 16 aliyeitwa Lita Grey, ndoa iliyoletwa na mimba isiyotarajiwa ambayo iliwapa watoto 2. Charlie aliamua kumwoa mwanamke huyu kwani hakutaka suala hilo lifike kwenye vyombo vya habari, lakini kumbe kikombe hicho hakikutakiwa kumwepuka, kwani kutokana na kwamba hakuwa na mapenzi kabisa na mwanamke huyo, alikuwa akitumia muda mwingi studio ili asionane naye. Mwanamke huyo alipochoka akaamua kuondoka nyumbani na watoto na kufungua kesi ya unyanyasaji, akidai kuwa Charlie hajali hisia zake kabisa. Ubaya zaidi, suala hili lilifika kwenye vyombo vya habari, hivyo ikamlazimu Charlie Chaplin na wanasheria wake wamlipe Lita kiasi cha dola za Kimarekani $600,000, kiwango kinachodaiwa kuwa kikubwa kuwahi kulipwa kwa miaka hiyo. Lakini baada ya miaka 3 ya ndoa chungu, Charlie na Lita wakaachana. Mwaka 1936 Charlie akamwoa binti aitwaye Paulette Goddard, ambaye walikaa pamoja mpaka mwaka 1942 walipoachana. Na hawakuachana tu, mwanamke huyu alimpeleka Chaplin mahakamani akidai hatoi matunzo ya mtoto, ambaye baada ya kupima vipimo vya DNA ilikuja kuonyesha Charlie sio baba wa mtoto huyo. Lakini mahakama bado ilimlazimisha Charlie kuendelea kutoa pesa ya matumizi. Baadaye mwaka 1943 Charlie alimwoa binti wa miaka 18 aliyeitwa Ona O'Neill, ambaye walikuja kudumu na kuwa na watoto 8. Charlie Chaplin alikuwa maarufu sana nchini Marekani. Ilifika kipindi akawa ndiye mwigizaji anayelipwa pesa nyingi zaidi. Lakini haya yote yalibadilika kuanzia mwaka 1947 ambapo Charlie alitoa filamu iliyoitwa Monsieur Vidocq, filamu iliyodaiwa kutumika na Charlie kuupinga ubepari na kuusapoti ujamaa. Tangu hapo Charlie akawa akituhumiwa kuwa na propaganda za kijamaa, na ikadaiwa alionekana mara kadhaa akiwa na watu wanaosambaza propaganda hizo. Ikafika kipindi Charlie akaanza kuchukiwa, huku watu wakizisusia filamu zake. Matatizo hayo yalifika kileleni tarehe 19 Septemba mwaka 1952 ambapo Charlie alizuiliwa kuingia nchini Marekani alipokuwa akitokea barani Ulaya. Inaeleza alizuiliwa kwa tuhuma za kuwa mjamaa. Kwa hasira, Charlie aliapa kutorudi tena nchini Marekani, ahadi aliyoitimiza kwa kukaa miaka 20 bila kuingia nchini humo.
Mali zake zote zilizokuwa ndani ya nchi hiyo, mkewe alikwenda na kuziuza, huku wao wakiendelea na maisha yao huko Switzerland. Miaka 1970, Charlie Chaplin alianza kupata mashambulio madogo madogo ya moyo, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa afya yake kuporomoka. Mpaka ilipofika mwaka 1977, Charlie alikuwa akihitaji uangalizi wa karibu kutokana na afya yake kuwa dhaifu. Tarehe 25 Disemba mwaka 1977, Charlie alifariki dunia akiwa nyumbani kwake amezungukwa na familia yake, huku akiwa amemwachia mkewe utajiri wa dola za Kimarekani milioni 100. Na ilipofika tarehe 27 Disemba mwaka huo, Charlie akazikwa. Lakini ilipofika tarehe 1 Machi mwaka uliofuata, tukio la kushangaza lilitokea. Kaburi la Charlie lilifukuliwa na mwili wake ukaibiwa kutoka kwenye jeneza na watu wawili waliotambulika kama Roman Wardas na Gans Yoganev. Watu hawa walijitambulisha na kudai kiasi cha dola za Kimarekani 400,000 ambao ni makadirio ya shilingi milioni 923 za wakati huo, ili waweze kuuachia mwili huo. Lakini baada ya wiki 11 za msako mkali, watu hao walikamatwa na mwili ukazikwa tena, huku kaburi likimiminiwa zege. Asante kwa kutazama video hii. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.